ajali nyingi zilizotokea kwenye eneo hili la Iyovu katika hizi maporomoko matatu haya hayakusababishwa na mvua, yamesababishwa na yale mamawe yale yanayoporomoka huko juu, yakifika hapa barabarani wewe unakuja na kasi zako unaliingia. Nimemwagiza meneja wa TANROADS aweke alama za ziada kwenye eneo hili, kwamba utakapokuja hapa weka tahadhari ya kuepukana na ajali, na tutaweka utaratibu mwingine kule chini, magari ya abiria na huko chini. Dereva anaambiwa kabisa, bwana wewe huko unakwenda umeiona hii hali ya hewa, namuomba RPC, tukiona hali ya hewa imebadilika huko chini Mikumi na huko Ruaha tutaweka watu. Anapokuja dereva wa basi, hapa tumeshawaona hivi sasa tu, akija anachochea. Sasa imagine amekuja amechochea, kuna jiwe hapa size ya gari lenyewe, ataenda kuwabwaga watu huko chini mtoni. Kwa hiyo tunawapa tahadhari bwana, kuna sehemu inaitwa Iyovu, utaona imewekwa alama kubwa. Ukiipuuzia hiyo alama na ukisababisha ajali, wewe na kampuni yako. Kuanza kufanya utafiti wa kujiridhisha kinachoendelea huko juu ya milima, ambapo nadhani katika siku za karibuni tutapandisha wataalamu wetu juu, lakini vile vile tutatumia njia nyingine za kitaalamu kwa maana ya kutumia drone pamoja na vifaa vingine ili kuenda mbali zaidi. Kwa hiyo hatua ya awali ni kwamba ndani ya siku mbili hizi tutahakikisha kwamba timu ile maalum ambayo imeundwa na taasisi zote husika kwa maana ya TFS, ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, TANROADS pamoja na wataalamu wa mazingira kupanda huko juu na kwenda kujiridhisha. Kwa kuwa ni kipindi cha mvua ambacho hatuwezi kufanya hizo kazi, tumependekeza kwa mkuu wa mkoa kwamba tuendelee kumonita hili eneo kwa kusafisha udongo unaokuja, kwa sababu kama tunavyoliona eneo lenyewe ni eneo ambalo hatuwezi kupata sehemu ya kuweka njia mbadala. Lakini tunatoa tahadhari kwa madereva sasa. Askari polisi wako masaa 24 kwenye barabara kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama kwenye njia. Lakini tumeshaongea na TANROADS, wameweka baadhi ya alama, zingine wataweka. Tunatoa tahadhari kwa madereva wanaotumia njia hii, wanapokuwa wanakuja nyakati za usiku na kipindi cha mvua, wachukue tahadhari, wapate taarifa kutoka kwetu, wasikilize askari ambao wanakuwa barabarani.